Ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu, subscribe Moka Media, kisha bonyeza alama ya kengele kuruhusu notifications. Usisahau like, kushare na comment kwa ajili ya taarifa zaidi. Moka Media. Aidha, katika kipindi hiki tunapoelekea katika uchaguzi mkuu wa Oktoba 2025, Baraza la Vyama vya Siasa linakemea wanasiasa wanaotumia vibaya majukwaa ya kisiasa kwa kuhamasisha uvunjifu wa katiba na sheria za nchi na ukiukwaji wa maadili ya Kitanzania. Hivyo, Baraza la Vyama vya Siasa linaviasa vyama vya siasa kuheshimu katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, sheria za nchi, maadili na vyama vya siasa pia, maadili ya uchaguzi na maadili mengine ya nchini. Tudumishe amani na utulivu na umoja wa kitaifa katika kipindi chote cha uchaguzi mkuu. Ni imani yetu Baraza la Vyama vya Siasa, vyama vyote 19 vya siasa nchini vyenye usajili wa kudumu tutashiriki katika uchaguzi huu mkuu wa mwaka huu, na ni imani yetu kwamba uchaguzi utakuwa huru na haki, na sisi kama viongozi wa kisiasa ni vyema tukatoa kampeni au hotuba zetu kwa lugha za staha zitakazozuia matusi, kejeli na kashfa. Baada ya majadiliano, wajumbe wa Baraza la Vyama vya Siasa waliazimia yafuatayo. La kwanza, Baraza la Vyama vya Siasa linatumia fursa hii kumshukuru na kumpongeza Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa jitihada anazozichukua kutetea haki za wanawake na kuwapa wanawake fursa za kiuchumi, za kielimu, uongozi. Pia Baraza la Vyama vya Siasa linatoa shukurani na pongezi hizo kwa sababu tangu serikali ya awamu ya 6 iingie madarakani, fursa za kiuchumi, kielimu na kiuongozi kwa wanawake zimetengenezeka kwa kiasi kikubwa. Vile vile mfumo ya haki ya kulinda haki za wanawake imeimarika, na kielimu kuhusu haki za wanawake na masuala ya kijinsia inawafikia Watanzania wengi. Ya pili, Baraza la Vyama vya Siasa pia linawapongeza wanawake nchini kwa kukamilisha miaka 30 ya mkutano wa Beijing. Vile vile linapongeza serikali kwa mafanikio yaliyopatikana ya kulinda haki za wanawake tangu mfumo wa Beijing hadi sasa. Baraza linaendelea kuheshimu haki za wanawake, ikiwemo haki ya kushiriki katika siasa na uongozi. Baraza la Vyama vya Siasa linatumia fursa hii kuviasa vyama vya siasa kuwa na programu maalum ya kuwajengea uwezo watu wenye ulemavu kuweza kushiriki katika shughuli za siasa na uongozi. Naitwa Saumu Rashidi, ni katibu mkuu wa United Democratic Party UDP. Kwanza kabisa tulipongeze Baraza la Vyama vya Siasa kama ambavyo imekuwa ni utaratibu wake wa kukutana mara kwa mara, kujadiliana na kutoa maamuzi kwa mujibu wa taratibu zao kwa maslahi mapana ya nchi yetu. Lakini kikubwa ambacho kimetukutanisha leo, tunajua huu ni mwaka wa uchaguzi na wadau wakubwa kwenye uchaguzi ni vyama vya siasa, na tayari vyama mbalimbali vimekwisha kushiriki uchaguzi huo ambao ni mwendelezo wa chaguzi nyingine mbalimbali ambazo zimewahi kufanyika. Kikubwa ambacho tunaweza kuiasa jamii yetu, kwanza kabisa ni kudumisha mazingira ya amani na utulivu. Tuache mihemko, tuache maneno yanayoashiria kuvunjika kwa amani, kwa sababu uchaguzi ni maendeleo. Tunakwenda kuchagua viongozi ambao tutafanya nao kazi katika maeneo mbalimbali. Lakini kubwa zaidi katika baraza ambayo wote leo tumekuwepo hapa na tulikuwa na siku 2 tangu jana, tumeona kwamba
ni wajibu wetu sasa kutengeneza mazingira haya ya amani na utulivu, ili sasa wote kwa pamoja tuweze kwenda kama wadau. Lakini tunaendelea kuomba kwa serikali yetu namna ambavyo itaviwezesha vyama vya siasa angalau kutoa ruzuku ili viweze kufanya kampeni zake kikamilifu. Lakini vile vile kama vyama vikipata ruzuku vinaweza kuwahudumia mawakala, ambao mawakala hawa ndio watakwenda kuthibitisha namna ambavyo uchaguzi huu umefanyika. Kwa hiyo kama ambavyo nimesema, sasa hivi kuna mazoezi yanaendelea ya uandikishaji. Watanzania wote wajitokeze kujiandikisha kwenye daftari la kudumu la wapiga kura, kwa sababu tunaamini kabisa uchaguzi huu, ili uweze kuwa mpiga kura, ni lazima uwe umejiandikisha. Kwa hiyo tufuate maelekezo ambayo yanatolewa ili tuweze kukidhi sifa na vigezo. Lakini vile vile tuendelee kama Watanzania, panapotokea changamoto yoyote tuweze kurudi mezani na kuweza kujadiliana kwa pamoja na kupata ufumbuzi. Tuepuke kujenga taharuki kwenye nchi yetu, na tuepuke lugha zote ambazo zinaashiria kuvunjika kwa amani. Tuna kiongozi ambaye ni Amiri Jeshi Mkuu, tayari tumeshaona mwelekeo wake. Mara kadhaa amesema tutakuwa na uchaguzi huru na wa haki. Hivyo sisi kama wadau wa uchaguzi tutimize wajibu wetu ambao ni kutunza amani ya nchi yetu. Ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu, subscribe Moka Media, kisha bonyeza alama ya kengele kuruhusu notifications. Usisahau like, kushare na comment kwa ajili ya taarifa zaidi. Moka Media.